Tutalipa kipaumbele suala la maendeleo ya uchumi wa buluu za sekta ya viwanda nchini. Hivyo tumejiweka itakapofika mwaka 2030. Katika kipindi kilichopita tuliweza kuanzisha kongani kubwa za viwanda na kuvutia wawekezaji wengi zaidi, kiwemo kongani ya viwanda ya Kwala ambayo itakapokamilika itazalisha ajira 100,000, na hizo ni za moja kwa moja, na zisizo za moja kwa moja ni ajira 500,000. Na pia kongani ya viwanda ya Buzwagi inayotarajia kuzalisha ajira 300,000 itakapokamilika. Tutaongeza kongani nyingine mpya na ya kisasa kule Bagamoyo ambayo nayo inatarajiwa kuzalisha ajira nyingi kwa vijana wa Tanzania. Tunapoanza safari ya muhula wa pili wa miaka 5 ya awamu ya 6, tunajipanga kuweka kongani za viwanda katika kila wilaya ili tuongeze thamani ya mazao ya kilimo, uvuvi, mifugo na madini tunayozalisha huko, vitakavyoweza kuzalisha bidhaa tunazozihitaji au zinazohitajika kwenye masoko ya maeneo yetu. Tutahamasisha ujenzi wa viwanda vitakavyozalisha vitakavyolisha viwanda vingine. Viwanda hivyo vitazalisha malighafi na vipuri vitakavyotumiwa na viwanda vingine, na viwanda vitakavyozalisha bidhaa zitakazohitajika kwenye masoko ya kikanda. Lengo la mkakati ni kuelekea kwenye taifa linalojitegemea. Mheshimiwa Spika, kuna viwanda ambavyo vimebinafsishwa lakini vimetelekezwa na havifanyi kazi. Hali hii inakinzana na dhamira njema ya kuvibinafsisha, na pia inawakosesha wananchi soko na fursa za ajira. Kwa kuwa viwanda hivi vilikusudiwa kuongeza thamani ya mazao katika maeneo viliko, tutashirikisha vyama vya ushirika katika kuvifufua na kuviendesha.